utaharibika. Jua linapolitokea siki hilo linaweza kukaa upande kidogo. Siki hilo linaweza kujisogezea kheri lenyewe au kujiondeshia shari. Wachilia mbali kumfanyia mtu kinga, ulinzi, kumpatia mali, kumpatia ni wachilia mbali kwa mtu mwingine, lenyewe. Ndio maana fa'alam, tambua mwanzo kabisa, annahu ya kwamba la ilaha, hakuna al-ilahu. Al-ilahu bimaana al-ma'bud, muabudiwa. Al-ilahu, hakuna muabudiwa yoyote illa Allahu, isipokuwa muabudiwa ni mmoja tu pekee yake, Mwenyezi Mungu. Tena baada ya kuyatambua hayo utaendelea na ibada nyingine. Kwa mfano, wastaghfir li dhanbika, utataka msamaha tena kwa dhambi zako baada ya kuyatambua hayo nani wa kuabudiwa. Tena sasa anza kutaka msamaha, na itabidi wakati huo unamtaka msamaha nani? Mwenyezi Mungu. Hutokwenda kwa padri wala kwa mchungaji wala kwa nani kumwambia kwamba nimekuja mbele yako kuungama dhambi zangu na hivi nisamehe na hivi na hivi. Ukishasoma tauhidi ukamjua nani muabudiwa, hutowahi tena wala hutokubali tena kumwendea binadamu mwenzako ukamtajia dhambi zako na ukamtaka kusamehe yeye. Ila tunapokuja kwenye haki al-adami, hiyo ni jambo jingine kabisa, wala haliwezi kuchanganya hilo na jambo la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametoa haki ya mwanadamu, unapomdhulumu, unapomsengenya, unapomzulia uongo, unapomnyang'anya, alimradi lazima kusamehe yeye, au siku ya kiyama utatoa thawabu zako kumlipa yeye. Kilipo lazima utakifanya. Unapofanya dhulma kwa binadamu, basi Mwenyezi Mungu amesema la, mwende mwenyewe, mtake radhi mwenyewe. Akikusamehe yeye ndio Mwenyezi Mungu atakusamehe. Hapa sio kwa maana yule mdhulumu ni Mungu unamwomba msamaha kama unamwabudia, la, lile jambo ni katika haki. Ndani ya Uislamu Mwenyezi Mungu amempa haki mwenye kudhulumiwa, yeye ndiye mwenye kutoa msamaha. La hakusamehe, basi akhira aliyodhulumu ni kwamba anakwenda kutoa thawabu zake. Sasa ndio Mtume akasema, ataduruna Mungu mufilisa, mnamjua nani kaliyefilisika? Walisema masahaba, almuflisu fina, aliyefilisika miongoni mwetu, man la dirham lahu wala mata'un, ni yule ambaye hana pesa dirham wala matumizi duniani, kafilisika hana kitu. Tumekwambia la, huko siko nilikokusudia mimi. Aliyefilisika ni yule ambaye amekwenda kwa Mola wake akiwa na mambo mema mengi kafanya, qad salla wa zakka wa hajja wa sama, lakini kafika kwa Mola wake wa qad shatama hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha, amemwaga damu ya huyu, kala mali ya huyu, na kumtukana huyu na kumfanyia mwingine dhulma hii. Basi siku ya kiyama wataambiwa wote wadhulumu wale, mpe uliyemdhulumu haki yake, atakuwa kitoa thawabu zake, na zikimalizika mizigo ya madhambi aliyowadhulumu atabishwa yeye, kisha baadaye hatima yake ni kutiwa motoni. Huyo ndio aliyefilisika kwa hakika. Hiyo ni haki yake aliyodhulumiwa. Lakini katika kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha ni pekee yake, hakuna nafasi iliyotolewa kama yuko anayeweza kusamehe dhambi za kuasiwa Mwenyezi Mungu. Sasa ni mwenye pekee yake Mwenyezi Mungu. Baada ya kutambua la ilaha illa Allah, tena hapo sasa lete ibada zako. Wastaghfir li dhanbika, taka msamaha kwa dhambi zako, walilmu'minina walmu'minati, na kuwatakia na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu msamaha waumini wanaume na waumini wanawake. Kisha Mwenyezi Mungu akaimalizia aya hii kwa kusema, wallahu, na Mwenyezi Mungu pekee yake ndio kuabudiwa, kwa sababu yeye ya'lamu mutaqallabakum, ndio mwenye kujua yeye mutaqallabakum, mageuko yenu mtageukia wapi katika ardhi hii, wapi mtaelekea, wapi mtalala, wa maswakum, na makazi yenu kaburini au peponi, ndio Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye ndio kuabudiwa na yeye ndio kwa msamaha, kwa sababu yeye ndiye mwenye kujua mutakallibakum wa maswakum, mageuko yenu mtageukia wapi, na vile vile makazi yenu yameleta kwa anajua yeye, hakuna mwingine ajuaye. Kwa hivyo yeye ndio kuabudiwa na yeye ndiye wa kuomba msamaha. Hiyo ni aya ya 19 katika sura Muhammad. Hii ni tauhidi, na hapa ndipo pahala wanapofanyia ukairi sana waabudiaji makaburi na wenye kuabudia maiti,
bali ni kuomba binadamu wenzi wao. Vitabu vimeandikwa hasa ili wanahimiza watu mwite muridi wako, wakawahingizia kina Sayyid Abdul Qadir Jilani kwamba wamesema kumwambia muridi, kwa muridi la takhafu, usiogope kitu, wewe nite mimi popote ulipo nitakusaidia hata kama siko duniani, wewe nite mimi jina langu. Na huko motoni, kama mtoto wa motoni, basi mimi ninaingiza mkono wangu tu, wataganda kwenye mkono wangu kila muridi wangu, natoa nikitia tena, nikitoa nikitia peponi, naotoa tu. Manake mambo ya mchezo na maskhara si za ukubwa. Mtu anapokuwa jambo halijamfika, hajajua bado ukweli wake, anakubali istizai kama hizo, na anampa nafasi kiumbe wa Mwenyezi Mungu aliyekaa duniani, akawa anakwenda haja, anashikwa na njaa, analala, anasahau, anakosea, na mwisho akaondoka duniani kwa kufishwa, pumzi zake zimemalizwa, hana uhai tena, anaitakidi kumpa madaraka katika madaraka ya Mwenyezi Mungu. Uwezo huu hanao ila Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake. Kwa hivyo katika uzushi uliozushwa, nukta 204 al-istighathatu bilmayiti, ni kuomba nusra kwa maiti kisha kufa. Mimi miongoni mwa hawa watu wakubwa kama mitume na mawalii, kwa kaulihim, kama tamko lao waliposema ya sayyidi, ewe bwana wangu fulani, anamwita kwa jina lake pale, ya sayyidi Abdul Qadir Jilani kwa mfano, na mwingine ya sayyidi Ali ibn Abi Talib kwa mfano. Hawa ni katika wanaoabudiwa waziwazi, na vitabu vimeandikwa, nadi aliyan madhhar al-ajaibi, mti Ali wewe mwenye kutokeza katika maajabu. Na watu wamekubali na wameacha kuabudia kwa Mwenyezi Mungu, wameacha kwa mtu Mwenyezi Mungu, na waita viumbe wenzao ndani ya vitabu. Katika kitabu kilichomo nadi aliyan, ni kitabu kekundu, ndani yake na sura Yasin, Al-Waqi'a, Al-Kahfi, Al-Mulku. Wamechagua sura katika sura munjiati zile ili kumdanganya mtu, wakazitia mle. Halafu baadaye kuna kama dhikri hivi kumtaja Mwenyezi Mungu hivi, uongo mtupu ndani yake. Mwisho kategwa mtu aingie mtegoni. Hapo tena ndio anaambiwa ashirikishe sasa kwa kutumia harfu nidai, ya fulani, ya aliyu, ya aliyu, huko uliko, adrikni, uniwahi katika haja zangu. Kuitwa namna kama huko anastahiki kuitwa Allahu peke yake. Qulidu Allah, misdaqu dhalika qawlu Allah ta'ala. Usadikisho hayo kwamba anafaa kuitwa hivyo Mwenyezi Mungu peke yake ni pale Mwenyezi Mungu alipomwambia mtume wake, qul Muhammad, waambie watu, udu Allah, mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah, ya Allah, ya Allah. Yeye mwambie adirikni, sio mtu mwingine. Qulidu Allah, waambie mwiteni Mwenyezi Mungu, au udu Ar-Rahman, au mwiteni kwa jina lake Ar-Rahman, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Au yamma tad'u, lolote mtakalomwita Mwenyezi Mungu katika majina yake, falahu al-asmaul husna, yeye ana majina mazuri. Katika aya nyingine imekuja walillahi al-asmaul husna, na Mwenyezi Mungu ni mwenye majina mazuri. Fad'uhu, basi mwiteni, muombeni, biha, kwa majina hayo. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, waachilieni mbali wanaoshindana katika kumuita Mwenyezi Mungu kwa majina yake, wakatafuta watu wengine kawaita. Wao sayadkhuluna jahannama, wataingia tu katika moto wa jahannam katika hali ya dakhilina wa dhalilifu. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna, watalipwa ma kanu ya'maluna, kwa yale ambayo waliokuwa kiyafanya. Ud'u Allah au ud'u Rahman, ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna, wala tajhar bi salatika. Tena wakati unapomwita Mwenyezi Mungu usipige makelele katika dua zako, sema polepole, yeye anakusikia. Aqrabu ila abdihi, Mwenyezi Mungu yuko karibu zaidi kwa mja wake, min hablil warid, kuliko hata mshipa wake kuvutia pumzi. Basi Mwenyezi Mungu anamjua zaidi mja wake. Kabla hujaomba anajua utaomba nini, na utaomba miaka 30 ijayo. Mwenyezi Mungu anajua sasa hivi kwamba utaomba nini baada ya miaka 30, na utafikwa na shida gani, na utamwomba nani, anajua Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo ayyama tad'u falahu asmaul husna wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha, usipige makelele kwa dua zako na wala usifiche siri kabisa kabisa, ikawa hata midomo haitikisiki wala ulimi hautikisiki. Ama hapo utakuwa usema chote bado, sheti utikisike ulimi na midomo ichezecheze, utamke maneno hasa ya kujisikia mwenyewe kwamba sasa ninasema ya Allah ya Rahman ya Rahim, useme maneno wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila, na uweke njia katika kati baina kupiga makelele na kukaa kimya kabisa kabisa. Basi njia katika kati, jisikie mwenye nafsi yako unapotamka. Hiyo ndiyo hali ya ibada, hiyo ya tauhidi, kwa sababu umma mwingi wao yu'minuna billahi, wanamwamini Mwenyezi Mungu moja kwa moja, lakini wengi katika viumbe illa wa hum mushrikun, isipokuwa utakuta wengi ni wenye kushirikisha. Hutawapata wengi. Wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache sana katika waja wangu wanaonishukuru mimi. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema hayo mambo ya kumuita mtu bila mwenziwe kumuomba, kwa hakika ni katika wakati wa raha mtu anafanya hivyo. Kwenye shida hamwiti, uongo. Shida hasa roho itakutoka pahala hivi, wimbi nje wimbi nani, atawasahau kina Ali na kina Abdul Qadir wote, atamuita mwenye kustahiki hasa. Mwenyezi Mungu anasema wa idha massal insana, wakati napomgusa mwanadamu dhurrun, dhara yoyote ile, daa rabbahu, humwita mola wake hasa aliyemlezi wake. Tena anamuita katika hali gani? Muniban ilayhi, hali ya kuwa ameelekea kwake kwa kila kitu. Macho kama anamuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake, moyo kamkabidhi Mwenyezi Mungu, masikio kampa Mwenyezi Mungu, kila kitu. Muniban ilayhi, hali ya kuwa yeye ni mwenye kuelekea kwake. Wakati wa shida basi mtu anaomba na kama hiyo, muniban ilayhi. Lakini sasa falamma khawwalahu, lakini zama Mwenyezi Mungu anapompa neema sasa minhu, itoka kwake Mwenyezi Mungu, nasiya ma kana yad'u ilayhi, mara mtu husahau ma kana yad'u, yale ambayo alikuwa kiyaomba ilahi kwake Mwenyezi Mungu, min qablu, hapo nyuma. Inapokuja neema tu, wakati wa raha, wakati wa kipato, ndio watu wanamwacha Mwenyezi Mungu na kuanza kuwaita wengine. Lakini wakati wa dhiki waliwaacha watu wote, waliacha masanamu wakati wa Mwenyezi Mungu. Hata baniani wakati ule dhiki hasa ikija, utamwona mjua nani wa kumuita hasa, nani wa kumuomba hasa, wote dharauliwa hao, akabaki Mwenyezi Mungu peke yake mwenye kuomba. Lakini wakati khawwalahu ni'ma, Mwenyezi Mungu anapompa mtu neema minhu, itoka kwake yeye, basi nasiya ma kana yad'u ilayhi, mja mara uyasahau yale aliyokuwa kiomba kwake yeye Mwenyezi Mungu min qabla, hapo mwanzo. Waja'ala lillahi andada, na mara utamuona anajalia kwa Mwenyezi Mungu kuna idadi ya Mungu chungu nzima. Hayo yote anafanya liudhilla an sabilihi, ili kupotea yeye na kuwapoteza wengine katika njia yake Mwenyezi Mungu. Qul Muhammad, mwambie mtu aliyemwacha Mwenyezi Mungu akaomba vitu vingine, qul, mwambie tamatta bikufrika qalila, umeshamwacha Mwenyezi Mungu unaomba vitu vingine, basi starehe hapa duniani kwa ukafiri wako muda mdogo tu. Ngoja Mwenyezi Mungu atakuchukua siku moja, utaona. Qul, mwambie tamatta bikufrika qalila, wewe endelea na starehe yako hiyo kwa muda mfupi tu. Innaka min ashabin nari, wewe ni katika watu wa motoni. Kosa lako nini? Umeshirikisha, umekufuru, umemwacha Mwenyezi Mungu ukawaita watu wengine. Hili jambo ni kubwa sana. Lakini katika jambo ambalo linaonekana la upuuzi sana ni hilo la kumuita na kumuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Jambo ni kubwa sana, zito. Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo hatosamehe ni hilo, atasamehe kosa mengine kabisa, lakini sio ushirikishwa na chochote kile. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hatosamehe kosa la kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, atasamehe mengine kwa mtakaye. Lakini wa man yushrik billah, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa hakika ajue tu faqad dhalla dhalalan mubina, amepotea upotevu ulio mbali kabisa.
katika aya nyingine ikamalizia wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima, amezusha dhambi ile kubwa. katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema tena wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ameharamisha kabisa Mwenyezi Mungu juu yake pepo kuingia abadan. katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema wa man yushrik billah, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu fakaannama kharra minas samaa, kama kwamba ameporomoka kutoka juu mbali kabisa. fatakhtafuhu at-tayru, kamdonoa ndege, au tahwi bihi ar-rihu, au kamdhurumisha upepo fi makani sahik, mpaka pahala palipokuwa mbali kabisa, haufiki mwili wake duniani. Mtu anaporuka juu huko kuna hewa itamchinja, basi hiyo ndio amali zake zote zimepotea bure. Mwenyezi Mungu amemwambia hata kipenzi chake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amemwambia walaqad uhiya ilaika, Muhammad tahadhari, kwa hakika pamefunuliwa maneno kwako wewe, wa ila alladhina min qablika, na kwa mitume wenzako waliotangulia kabla yako wewe, kuna maneno kila mmoja nimwambia, hata kama ni mitume yangu nimewaambia la in ashrakta, kama utashirikisha mtume wangu na wewe vile vile, la yahbatanna amaluka, matokeo yake ni kwamba amali zako zitaporomoka zote, sitokuwa na haja nazo. Ukimchanganyia na mwenzangu ukuniabudia mimi na yeye pamoja, au ukaniacha mimi ukamwabudia mwingine, basi la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako, wala takunanna minal khasirina, na utakuwa tu miongoni mwa waliokhasirika. balillaha fa'bud, bali Mwenyezi Mungu pekee yake muabudu, wa kun minashakirina, na uwe ni miongoni mwa wenye kushukuru neema za Mwenyezi Mungu kwa maneno na vitendo. Na katika kushukuru ni pale ulipojua ni nani kuabudiwa ukamwabudu pekee yake, hapo ndio unashukuru sawa sawa. wa adhanu al-isha'i bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, kumwita namna anavyostahili kuitwa Mwenyezi Mungu katika kutoka haja yoyote yule atakayeitwa ni ushirikina. Unapokwenda kaburini au popote ulipo ukatumia maneno ya sayyidi aghithni, bwana wangu niokoe mimi, katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo ila Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ya sayyidi unsurni ala aduwi, ninusuru mimi dhidi ya adui yangu, au nimekuja mbele yako mambo yameharibika, simama huko na hivi na hivi. Haya ndiyo mambo yale walioambiwa makureishi washirikina kwamba nyinyi mnamshirikisha Mwenyezi Mungu. Walikataa wakasema ma naabuduhum, sisi tuwaabudu moja kwa moja hawa, illa liyuqarribuna ila Allah, isipokuwa tunawaomba watukurubishe karibu na Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio ikawa ushirikina wenyewe, illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, na huo ndio ukao ushirikina wenyewe. Si kama makureshi wamtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wala in sa'altahum, na wallahi kama utawauliza wao, man khalaqa as-samawati wal ardi, ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, hata mkachuchama mkapiga magoti kwa masala haya, la yaqulunna Allah, wallahi watakujibu Mwenyezi Mungu. Sasa ilikuwaje mkamwacha muombaji na mkaabudia vilivyotengenezwa na mikono yenu? Katika suratu Zumar kwenye aya kuanzia nambari 11 mpaka nambari 17, Mwenyezi Mungu anasema qul, Muhammad waambie, inni umirtu, hakika mimi nimeamrishwa na Mola wangu, an a'budu Allah, katika ibada ni muabudu Mwenyezi Mungu tu, na katika ibada yangu mukhlishan lahu din, nitakase nisafishe kwake yeye Mwenyezi Mungu tu, hiyo ibada niifanye kwa ajili yake. Waambie mimi nimeamrishwa hivyo. wa umirtu, na nikaamrishwa mimi li an akuna awwala almuslimina, kwa kuwa ni mtume wa Mungu niwe ni muislamu wa mwanzo, wanaokuja nyuma yangu wanifuate mimi katika jambo la kumpokesha Mwenyezi Mungu. Qul, sema tena Muhammad kuambia, inni akhafu, nyinyi mnataka mimi nije niabudie masanamu kwa mwezi mmoja, na mtabudia nyinyi Mungu wangu kwa muda wa mwaka mmoja. Ala, hakuna compromising katika mambo ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Katika aya nyingine kule, ya ayuhal kafirun, sema kuambia enyi makafiri, la aabudu ma taabuduna, mimi sitaabudu maabudia nyinyi,
wala antum aabiduna ma a'budu, wala nyinyi hamtaabudia kweli yule ambaye ninamwabudia mimi, wala ana aabidu ma abadtum, wala mimi sitakuja kweli kama nitakuja msimama hayumo katika moyo wangu sanamu, sitaabudia kweli nyinyi mnavoabudia nyinyi. Wala antum aabiduna, wala nyinyi hamtaabudia kweli mtakomnaonyesha mimi tu, ma aabudu, mnamwabudia mimi. Kwa hakika iliyobakia lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu nami nina dini yangu. Tusilazimishane tu. Kama umekaa pahala mwenyewe ndo akili yako amekwambia mgomba, mnazi, jiwe, kitu gani ndo Mungu wako, basi uingiliwe wewe, utafahamishwa tu. Kama akili yako inafanya kazi utaelekezwa tu. Watu wanawajibu kuelekeza, umekataa basi. Lakini na wewe usitumie nguvu kumlazimisha mtu kuacha ibada ya Mola wake akaja katika ibada ya ushirikina. Hapo itakuwa ugomvi mkubwa. Ndio vita vimekuja kwa sababu hilo, watu kulazimishwa waache Mwenyezi Mungu wende katika mambo ya ushirikina. Hapo ndio vita vikatokea. Waambie inni akhafu, mimi ninaogopa, in asaitu rabbi, kama nitamuasi Mola wangu nimwache yeye kumuomba niombe vitu vingine, ninaogopa adhaba yaumin adhim, kuja kufikwa na adhabu ya siku kubwa. Qul Allah a'bud, waambie kulillaha a'bud, mimi Mwenyezi Mungu peke yake ndo nitamwabudu, mukhlishan lahu dini, kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu peke yake ibada yangu. Fa'budu ma shi'tum, na nyinyi abuduni mpendavyo, min dunihi, kinyume na yeye. Qul, kisha wafahamishe Muhammad, innal khasirina, hakika waliokhasirika, alladhina khasiru anfusahum, ni wale waliozikhasiri nafsi zao, wa ahlihim, na watu wao. Maana katika ushirikina mtu akishakunywa katika moyo wake anamtaka na mpaka mwanawe na nani wake kwenda katika ibada hiyo. Na hiyo ndo khasara kubwa, mtu kukhasirika yeye na watu wake. Innal khasirina, hakika waliokhasirika, alladhina khasiru anfusahum, ni wale walioziangamiza nafsi zao, wa ahlihim, na watu wao, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Ala, tambueni, dhalika huwa alkhusranul mubin, huko ndo kukhasirika kukubwa. Maana mtu atoshike yeye mwenyewe peke yake, atataka na mwanawe awe na hirizi, na nani wake ana hirizi, alalie hirizi, alimradi kila kitu ni kwa hakuna Mwenyezi Mungu, bali kuna vitu vidogo vidogo vinaweza vikafanya kazi, na Mwenyezi Mungu anayeko pembeni kabisa. Anataka mtu yeye na wanawe wote wao washirikina. Na ala, tambueni, dhalika huwa alkhusranul mubin, huko ndo kuhasirika kukubwa zaidi. Lahum min fawqihim dhulalun, khasara yenyewe ni kwamba watakuwa juu yao na vivuli, minan nari, vya moto. Moto utafanya kivuli wafunike. Wa min tahtihim dhulalun, juu kumetanda moto, na chini yao vile vile vivuli vya moto. Dhalika, adhabu hiyo, yukhawifu Allahu bihi ibadahu, anawakhofisha kwa adhabu hiyo Mwenyezi Mungu waja wake. Ya ibadi, enyi waja wangu, fattakuni, niogopeni, msije mkaniabudia mwingine ibada yangu mimi, au mkanichanganyia ibada ikawa mimi nina wenzangu. Ya ibadi fattakuni, enyi waja niogopeni. Walladhina jitanabu taghuta, aya 17 katika sura hiyo Zumari. Mwenyezi Mungu anamalizia kusema walladhina jitanabu taghuta, na wale waliojitenga na mashetani. Maana ibada zote hizi za makaburi, kuwaita watu, shetani ndio alifanya kazi hiyo. Wahyi wake kaupenyeza kwenye akili, ananong'ona. Maana shetani ananong'ona kwenye masikio ya mtu, kunong'ona ambako kuna kwenda kutulia mpaka kwenye damu yake mtu, mpaka kwenye moyo wake mtu, mpaka anaona kwamba sasa barabara hivi ndo ndivyo hasa, hivi ndo ndivyo hasa. Anajaribu kunong'ona naye shetani mtu mpaka anakubalika. Walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu, na viumbe amesadikisha ibilisi dhana yake kwamba viumbe akinong'ona nao watamfuata. Fattabauhu, basi kweli kabisa wamemfuata. Illa fariqan minal mu'minin, isipokuwa kikundi kidogo sana cha waumini. Wama kana lahu alayhim min sultanin, tena wamemfuata hali ya kuwa hana dola, hana nguvu, hana utawala, hana nguvu yote, hana silaha. Wama kana lahu alayhim min sultanin illa lina'lama, isipokuwa sisi tumefanya mtihani huo tupate kuwatambulisha watu wajuane. Man yattabi'u rasula, ni nani atakayemfuata mtume, man huwa minha fi shakkin, miongoni mwa wale ambao katika jambo hilo wamo katika shaka kubwa.
wa rabbuka ala kulli shay'in hafidh, na Mola wako ndiye yeye hasa juu ya kila kitu mwenye kuhifadhi, sio majiti, sio makaburi, sio masanamu, ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mambo hayo. walladhina jitarabu at-taghut an ya'buduha, na wale waliojitenga na mashetani kuyaabudia, basi wa anabu ila Allah, badili yake wakaelekea kwa Mwenyezi Mungu, lahumul bushra, wao watapata bishara njema. Fabashir ibadi, basi wabashirie Muhammad waja wangu hao kwamba ninawapenda na wataona natija yake vile vile. Hayo ni baadhi tu katika Qur'ani, bali Qur'ani nzima ndio imejaa habari hiyo. Qur'ani nzima, ugomvi wote Mwenyezi Mungu baina yake na viumbe wake ni katika jambo la kuabudiwa mwingine, ni katika jambo la kuitwa mwingine, ni katika jambo la kuomba mwingine zaidi yake. Ugomvi wote kwenye Qur'ani nzima ni huo. Hizo ni baadhi aya tu. na vile vile kauluhu sallallahu alayhi wasallam, tamko lake bwana mtume aliposema ta'arraf ila Allah fi raha, mtambue Mwenyezi Mungu na mapema katika wakati wa raha, yaarifka fi shida, na atakutambua na wewe pia katika shida vile vile. Idha sa'alta, utakapoomba haja yako, fas'alillah, muombe Mwenyezi Mungu peke yake. Wa idha ista'anta, na utapotaka msaada nje, fasta'in billah, utake msaada huko Mwenyezi Mungu peke yake. Wa'lam, na napenda ufahamu anna al-umma, ya kwamba umma wote ule, law ijtama'at, laiti kama ulikusanyika, ala an yanfa'uka, juu ya kwamba ukupatie manufaa wewe, lam yanfa'uka, haukuweza toka zamani kukunufaisha, illa bi shay'in, isipokuwa kwa jambo ambalo qad katabahu Allah laka, ameshaliandika Mwenyezi Mungu ulipate. Wala ujtama'u, na kama kuna kikundi cha watu wamekusanyika, ala an yadurruka, juu ya kwamba kudhuru wewe, lan yadurruka, hawataweza kukudhuru. Mwenyezi Mungu anakataa, illa bi shay'in, labda kuna jambo ambalo qad katabahu Allahu alayka, Mwenyezi Mungu ameliandika juu yako likufike. Rufi'atil aqlam, rufi'atil qalam, kalamu imenyanyuliwa. Wajaffati suhufu, na sahifa zimeshakauka zilizoandikwa. Unapita kwenye makdari ya Mwenyezi Mungu bure, unajidanganya kuchukua majani karara na nini na nini kuwafanya ni waungu. Hiyo ni katika shirki na Mwenyezi Mungu haikubali. Na katika sura maalum al-Ikhlasi, Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake, qul sin Muhammadi, wafahamisha watu minnani, waambie huwa Allahu, huwa Mwenyezi Mungu Allah, ahadun, ni mmoja peke yake. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndiye wa kukusudiwa na haja ya viumbe. Lam yalid, yeye hakuzaa kama atamshughulikia mwanawe zaidi. Walam yulad, wala hakuzaliwa kwamba ana wazee wake, itabidi mwanzo waangalie wao. Waja wote ni wake yeye, kila kiumbe ni kiumbe chake. Lam yalid walam yulad, tena isitoshe, walam yakun lahu, na wala hakuwahi kutokezea huko nyuma, kufuwan, wa kufanana naye, ahadun, hata mmoja. Sikwambii sasa hivi tena, huko kulikokuwa na kiza, hakuna ardhi, hakuna mbingu, hakuna jua, hakuna mwezi, hakuna chochote, hakutokezea ambaye alifanana naye. Sikwambii tena sasa hivi hawezi kabisa kutokezea. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiyo ni sura al-Ikhlasi. Kwa hivyo jambo hili la kuwaita binadamu kama wako hai au wamekufa na wawe hata mitume ni katika shirki kubwa, na umekuwa ni mchezo mkubwa na watu hawakubali. Nukta nambari 205, i'tiqadu, ni kuitakidi watu, anna almayita, ya kwamba maiti yatasarrafu fil umuri, anafanya katika mambo. Yatasarrafu kwa maana anaendesha. Maiti ana uwezo kuendesha mambo, kugawa, kuzuia, kutoa. Yatasarrafu fil umuri, wanaitakidi baadhi ya watu kuwa maiti anao uwezo wa kutasarrafu katika mambo duna Allah Ta'ala, bila kuingilia kati Mwenyezi Mungu mtukufu. Ama hii kwa hakika ni shirki kubwa zaidi, kuitakidi mtu kama maiti kwamba anaweza kufanya mambo na Mwenyezi Mungu akamweka kando, ikawa ndo ibada kubwa zaidi ya ibada ya kuabudia waliokufa. Uzushi huo kwa hakika umetajwa kwenye kitabu As-Sunan kwenye sahifa 118. Kwa hakika umetajwa kuwa ni jambo lilozuliwa hilo. Albani ameliona hilo kwenye kitabu hicho. Unakwenda kuitakidi mtu aliyokushakufa kwamba anaweza kufanya mambo bado bila ya Mwenyezi Mungu kuingia.
asingekoshwa angekoga mwenyewe. Ni kwamba hana uwezo hata kukoga mwili wake huyo maiti, wachilia mbali kutengeneza haja mbalimbali. Wasingekusanyana watu alipofungwa mtu macho na mpumzi zikawa zimekwisha, akawa nani atakubali kukoesha? Fikiri watu wachezee mwili wake kama shilingi inageuza kulia kushoto, birua mgongoni, birua mara nguo imekaa upande kidogo, vuta na kauchi mtu. Nani angekubali kukoesha? Nafikiri ni kwamba hana uwezo tena. Watu wanaugeuza mwili wake huku na huku na huku, wanamstanjisha, wanampangusa, wanamtawazisha, wanahakikisha hana uchafu tena, wanatizama vitambaa vyao kama hamna najisi iliyobakia. Maana yake nini? Maana yake binadamu ni mnyonge, kafika pahala pagumu, pahala ambapo anafanyiwa mambo kama yale, na mwenyewe pengine alipokuwa hai hakuwahi hata mtu mmoja kumchezea kama hivyo, na alikuwa hakubali. Lakini sasa ufalme wa Mwenyezi Mungu umemfanya awe laini, kakubali sasa kila anachofanyiwa maridhia. Asingekubali mtu kuzongoreshwa katika sanda ile iliyokuwa haina mshono wowote, shungi limefungwa kichwani na shungi miguuni. Asingekubali kufungwa vile mtu kama peremende namna inavyosokotwa juu na chini. Singekubali kama vile. Ni kwa sababu hana uwezo tena kwa hakika. Vipi anakubalika na anapewa uwezo maiti mambo ambayo ni ya Mwenyezi Mungu awafanye yeye, na watu wanawaita maiti bwana adiriki nini diriki? Huo ni uzushi uliotajwa kwenye kitabu wa Sunani. Vile vile katika nukta nambari 206, al-wukufu inda al-qabri, ni kufanya itikafu kwenye kaburi badala ya nyumba ya Mwenyezi Mungu msikitini. Itikafu ni ibada ambayo mtu anaweza kufanya msikitini tu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Watu wamegeuza, wanaipeleka wapi? Makaburini. Al-wukufu inda al-qabr ni kukaa itikafu kwenye kaburi, walmujawarati indahu, na kukaa jirani na maiti yule, asiwe peke yake, manake awe karibu naye sana pale pembeni pale. Uzushi huu vile vile umeelezwa katika kitabu al-Iqtida'u sahifa 183 na 210 vile vile. Nukta nambari 207 tutaimalizia kwanza kwa leo pahala hapo, yaliyobakia inshallah katika darasa itakayofuatia siku nyingine. Nukta nyingine 207, al-khuruj min ziyarati al-maqabir, ni itikadi ya kutoka kwenye kuzuru makaburi. Kuzuru makaburi ni sunna, lakini kitakiwacho kufanywa pale ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu, kuwaombea maiti wale na kuwatolea salamu na kuwaombea wao Mwenyezi Mungu awasamehe, awaondolee adhabu za kaburi, awaondolee adhabu za deni, awaondolee, alimradi ni kuwaombea wao. Sasa kuna itikadi ya kutoka min ziyarati al-makabir, kutoka kwenye kuzuru makaburi, allati yu'azzimunaha, makaburi special, lakini sio yote tu, ambayo wanayatukuza makaburi ya mabwana wao fulani. Kutoka kwake wanatoka ala al-qahqara, juu ya kutegemea kinyume, wanatoka kwa visigino kinyume, kwa kuogopa kwamba kuwaudhi mabwana pale. Kama watawapa migongo, basi wanatoka kinyume. Hata msikitini ndio kama hiyo. Ingelikuwa kuna woga kama hiyo, basi angalau msikitini mtu akanaogopa kugeuza mgongo, akiwa mgongo kibla kwa mfano vile, ingekuwa mtu elekea labda, na hapafai, lakini labda kwenye akili ingekuwa inaelekea msikitini. Lakini hata msikitini nafanya hivyo, lakini makaburi wanatoka tu kinyume, anaogopa kuvunja heshima. Akimpa mgongo kaburi atakuwa kamvunjia heshima, na kwa hivyo watoka pole pole kinyume mpaka hakikisha kwamba kalimaliza eneo la kaburi. Hapo tando atageuka ende zake pengine, lakini kutoka pale kwenye ziara makaburi kinyume. Uzushi huu umetajwa kwenye kitabu al-Madkhal kwenye juzuu ya 4 sahifa nambari 238.